Sisikii kitu. Mimi ni Karurobi na mwenzangu ni David Nkia. Tulionayo katika dira ya dunia, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa laani matukio ya chuki dhidi ya wageni yanayojiri katika baadhi ya miji ya Afrika Kusini. Na tume ya uchunguzi kuhusu vurugu za wakati wa uchaguzi mkuu Tanzania leo imetoa ufafanuzi zaidi ikisisitiza uwajibishwaji uwe wa haki. Na rais wa Marekani amedai Iran imesema iko karibu kuporomoka na kumtaka afungue mlango bahari wa Hormuz, huku Iran ikisema Marekani imeomba mazungumzo zaidi ili kusitisha vita. Mfalme Charles anatarajiwa kulihutubia bunge la Marekani akiwa na ujumbe wa kuwa mara kwa mara Uingereza na Marekani zinapata njia ya kuja pamoja. Sera yao ya kukimbiza wageni ili wao waweze kupata fame, yani waweze kujulikana, waweze kupata wanachama kwenye chama chao. Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisomwa kwako na Mileila Mohamed. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umetangaza kuwa unajiondoa katika kundi la OPEC na OPEC Plus, kundi la mataifa makuu yanayozalisha mafuta baada ya kuwa mwanachama kwa takriban miaka 60. Taifa hilo limesema uamuzi huo unaambatana na maono yake ya muda mrefu ya kimkakati na kiuchumi pamoja na mabadiliko ya taswira yake katika sekta ya nishati. Hatua hiyo inatazamwa kama pigo kubwa kwa muungano huo na kutajwa kuwa kama mwanzo wa mwisho wa OPEC. Waziri wa nishati wa taifa hilo la Ghuba amesema hatua hiyo itawezesha kuwa na uhuru zaidi wa kufanya maamuzi. UAE ilijiunga na OPEC mwaka 1967 na kuondoka kwake kutaacha muungano huo ukiwa na wanachama 11 pekee. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Iran imetaarifu Marekani kwamba nchi hiyo iko katika hali ya kuporomoka na ingependa Marekani ifungue tena mlango bahari wa Hormuz haraka iwezekanavyo. Rais Trump hakutoa ushahidi wowote wa kauli yake aliyotoa kupitia mitandao ya kijamii. Mazungumzo yalikuwa yamepangwa kufanyika nchini Pakistan mwishoni mwa wiki iliyopita, lakini Rais Trump aliamua kutotuma wajumbe wa Marekani kuhudhuria mazungumzo hayo. Ujumbe wake huo ulikuja muda mfupi kabla ya yeye kukutana na Mfalme Charles wa Uingereza ambaye yuko katika ziara ya kiserikali, huku kukiwa na mivutano kuhusu uamuzi wa Uingereza wa kutojiunga na vita vya Rais Trump dhidi ya Iran. Urusi imetuhumu Ukraine kwa kuvuruga utulivu wa masoko ya nishati duniani baada ya mashambulizi mapya ya ndege zisizo na rubani kusababisha moto mkubwa katika kiwanda cha kusafisha mafuta nchini humo. Ukraine imelenga kituo hicho kilichopo katika bandari ya Urusi huko Tuapse mara kadhaa mwezi huu. Mashambulizi hayo yameharibu mazingira huku moshi mzito mweusi ukifuka kutoka eneo hilo. Ukraine inasema inashambulia vituo vya nishati kwa sababu vinafadhili uvamizi unaoendelea wa Urusi. Vyombo vya habari vya serikali ya Urusi vinasema kuwa Rais Putin amemwagiza waziri wa masuala ya dharura kutembelea Tuapse ili kusimamia juhudi za kuzima moto nchini humo. Maandamano ya March and March Movement yanayopinga uhamiaji nchini Afrika Kusini yamefanyika mjini Pretoria. Maandamano hayo yametokea baada ya mfululizo wa visa vya kuwashambulia wahamiaji maarufu kama xenofobia wakiwalenga raia wa kigeni nchini humo. Phyllis Mote anaeleza zaidi. Hayo yakijiri, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amelaani mashambulizi dhidi ya wageni katika siku ya kitaifa ya uhuru, akisisitiza kwamba nchi hiyo ina deni la shukrani kwa mataifa mengine ya Afrika yaliyounga mkono mapambano yao ya ukombozi. Rais Ramaphosa amesema kuwa serikali inashughulikia uhamiaji haramu, ufisadi katika sekta ya uhamiaji na biashara zinazoajiri watu wasio na nyaraka rasmi, huku akiwahimiza wahamiaji kuheshimu sheria za nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ghana imekataa pendekezo la makubaliano ya msaada wa afya kati yake na Marekani kutokana na wasiwasi kuhusu vipengele vinavyohitaji ushiriki wa data nyeti za afya na shinikizo la mara kwa mara. Taarifa ya Phyllis Mwate inafuatilia taarifa zaidi na Isabella Magodi. Maafisa wa Ghana wananukuliwa wakisema kuwa serikali ya Washington ilitaka kupewa ruhusa kupata data za afya za raia wake, jambo ambalo Ghana ilikataa.
Hadi sasa hakujakuwa na majibu ya kina kufuatia ripoti hizo kutoka kwa upande wa serikali ya Ghana wala ya Marekani. Inaripotiwa kuwa masuala kama hayo pia yamekwamisha mazungumzo kati ya Marekani na nchi za Zimbabwe na Kenya. Utawala wa Trump ulivunja shirika la misaada la Marekani USAID mapema mwaka huu, na Washington imetangaza mikakati mpya unaozitaka nchi maskini kuchangia zaidi katika huduma zao za afya. Urusi imesema kuwa Mali bado inakabiliwa na changamoto kubwa ya kiusalama kufuatia mashambulizi ya waasi wa Kiislamu na wapiganaji wa kujitenga wa Tuareg mwishoni mwa wiki. Wizara ya ulinzi mjini Moscow imesema kuwa waasi hao wanajipanga upya kuendeleza mashambulizi. Mamluki wa Urusi walikuwa miongoni mwa vikosi vinavyounga mkono serikali vilivyofurushwa kutoka kwenye nafasi zao wakati waasi walipoteka maeneo na kumuua waziri wa ulinzi wa Mali. Kiongozi wa utawala wa kijeshi wa junta uliopinduliwa serikali miaka 6 iliyopita, Jenerali Assimi Goita, kwa muda sasa hajaonekana hadharani. Shirika la ndege la Mali limesitisha safari za ndege kwenda na kutoka miji miwili ya kaskazini na katikati mwa nchi hiyo. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Leila Muhamed. Msikilizaji, matangazo haya ya Dira ya Dunia yanasikika kule visiwani Zanzibar kupitia Zenji FM, nchini Tanzania Tegesikio kupitia Radio Free Africa Classic FM, na Abud FM nchini Kenya unayapata matangazo haya kupitia Milele FM, Pamoja FM na Mwenedu FM. Ukiwa Uganda ya Tegesikio kupitia Radio Lira, Radio Kitara, na vile pia anapatikana kupitia Voice of Karamoja. DRC bila shaka utategesikio kupitia Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Yako pia kwenye FM, tovuti yetu, yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube BBC News Swahili. Jioni hii uko nami Karorobi na mwenzangu ni David Nki akiwa Dar es Salaam. Kutokana na matatizo ya kiufundi tulipoanza matangazo haya hatujaweza kujumuika na mwenzangu, lakini natumai kwamba mafundi wetu wa mitambo watashughulikia hilo na tutaungana muda so mrefu kutoka sasa na David Nki. Lakini kwanza ni kupashe taarifa kutoka kule Afrika Kusini, ambako Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amelani mashambulizi dhidi ya wageni katika siku ya kitaifa ya uhuru, akisisitiza kwamba nchi hiyo ina deni kwa nchi nyingine za Afrika ambazo ziliunga mkono harakati zao za ukombozi. Rais Ramaphosa amehakikisha kuwa serikali yake inakabiliana na uhamiaji haramu, ufisadi katika sekta ya uhamiaji na biashara zinazoajiri watu wasio na vibali, huku akiwataka wahamiaji kuheshimu sheria za nchi hiyo. Phyllis Mwate anakuarifu zaidi. Akizungumza katika hafla ya kuadhimisha uhuru wa nchi hiyo, Rais Ramaphosa amesema kwamba serikali yake inakabiliana na uhamiaji haramu, ufisadi katika idara ya uhamiaji na biashara haramu ya watu ambao hawana stakabadhi rasmi kuajiriwa katika sekta mbalimbali nchini humo. Aidha, rais huyo amewataka wahamiaji wanaoishi na kufanya kazi nchini Afrika Kusini kuheshimu sheria za nchi hiyo. Hatupasi kukubali mzozo unaohusu wahamiaji walioko nchini kinyume cha sheria kuleta chuki miongoni mwa Afrika wenzetu. Hatupasi kukubali hilo kufanyika. Kweli sote tuna wasiwasi kuhusu wahamiaji haramu nchini mwetu na hata katika mataifa mengine. Hatupasi kukubali hili kuleta chuki dhidi ya wageni. Kwa upande wake, ubalozi wa Tanzania umesema kwamba japo kuna video zinazosambaa mitandaoni zikisemekana kuonyesha raia wa Tanzania wakivamiwa, hakuna taarifa zozote ambazo zimefikia ubalozi huo kuhusiana na yanayoendelea dhidi ya raia wa kigeni nchini Afrika Kusini. Kuna mtu yoyote katika kipindi cha siku za hivi karibuni ambaye ameshambuliwa kutoka ambaye ana uraia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ameshambuliwa na hicho kinachoonekana kuwa ni kama makundi ya raia wazawa wa hapa wakishambulia wageni? Hatuna Mtanzania. Umeenda mbali, umefanya pia tathmini na kufanya mazungumzo na viongozi wa jumuiya za Watanzania katika majimbo kadhaa, majimbo 9 ndani ya Jamhuri ya Afrika Kusini, na kuwauliza kuhusiana na iwapo katika maeneo yao yupo Mtanzania yote ambaye ameshambuliwa. Ukweli ni kwamba videos zinazoonekana zikirushwa, yani picha mjongeo, zinahusisha matukio ambayo yametokea zamani, siku za nyuma. Haya yanajiri huku maandamano ya kupinga uhamiaji haramu yakifanyika huko kusini mwa Pretoria, huku kukiwa na ongezeko la hisia za chuki dhidi ya wageni na matukio yanayowalenga wahamiaji wa Kiafrika. Maandamano hayo ya March and March Movement yanayopinga uhamiaji nchini Afrika Kusini yamefanyika na watu walikuwa wanaimba nyimbo mbalimbali huku wakiwa wamebeba mabango ya kusema kwamba hii ni nchi yangu.
Maandamano hayo yametokea baada ya mfululizo wa visa vya kuwashambulia wahamiaji maarufu kama xenofobia, wakiwalenga raia wa kigeni nchini humo. Ingawa sababu kamili ya maandamano hayo haijatolewa, maandamano sawia ya awali yalikuwa ya kuwashinikiza raia wa kigeni waondoke nchini humo. Maandamano haya yametokea baada ya vifo vya raia wawili wa Nigeria. Ni taarifa yake Felix Mwate. Sasa muda mfupi uliopita nimezungumza na Emson Mchao. Huyu ni Mtanzania anayeishi Johannesburg, Afrika Kusini, anayeanza kwa kuelezea hali ilivyo kwa sasa. Kwa kweli hali mpaka dakika hii iko ina taharuki, yani chochote kikitokea ukimwona mtu anakimbia unahisi ni hao watu ambao ni hicho chama cha wanajiita match to match. Yani ni chama cha siasa ambacho kimekuja kinaleta sera yao ya kukimbiza wageni ili wao waweze kupata fame, yani waweze kujulikana, waweze kupata wanachama kwenye chama chao. Hicho ndio kitu ambacho kinachoendelea mpaka sasa. Sasa Mchao, mpaka sasa kuna kisa chochote cha Mtanzania kuvamiwa ambacho wewe unakifahamu? Mpaka dakika hii sijaona wala sijasikia ndugu yangu yoyote kutoka nyumbani Tanzania wala East Africa akiwa amepata hiyo xenophobic attack. Zaidi tu labda ni clips zinazosambaa, ni hizi clip ambazo zilitokea miaka ya nyuma. Hizo ndo zinazoleta taharuki na zinazosambaa zaidi kwenye mtandao kuliko hata kinachoendelea hali halisi. Sana tu kama mimi hapa nilipokuwa blocks za nyuma jana, kulikuwa kuna tukio wa Ethiopia kwa Ethiopia walifanyiana, yani walikuwa wanatafutana kimasuala ya kibiashara, wakapigana bunduki, na hiyo ndo ilileta taharuki. Basi ikabidi watu tukaanza kufunga maduka, tusikia milio ya bunduki, lakini ilikuwa ihusiane na mambo ya au match to match. Hili swala la ubaguzi kufikia sasa, serikali ya Afrika Kusini, wewe upo hapo, imezungumza lolote? Kwa kweli South Africa hawajazungumza kitu, ila watu wa upande wa tax owners ambao hao ndo mara nyingi wanatoa hizi habari au ndo wanafanya biashara zaidi hapa Afrika Kusini, wao ndo wamekuwa watu ambao wakikemea zaidi kuhusiana na hili swala, kwa kuwa wao watakuwa wapati abiria, na abiria ni unavyopata abiria ni wanapato la kila siku. Kwa hiyo watu wasipoenda mjini, ina maana kwamba watu hawapandi mabasi, ina maana kwamba mzunguko wa pesa utakuwa haupo, na wao watashindwa kurudisha marejesho yao ya hizo tax wanazozi own. Kwa hiyo ndo kitu ambacho kilichozungumzika, lakini kwa upande wa serikali bado imekuwa kimya, ila ubalozi wa Ghana ndo ameweza kuzungumza na serikali ya hapa, na bado hatujasikia majibu yoyote kutoka kwa upande wa serikali. Mchao, ninyi kama raia wa kigeni mnachukua mikakati na tahadhari gani sasa ili kukabiliana na adha hii, hasa kwa kushirikiana na serikali zenu? Kwa kweli mpaka sasa tuko karibu zaidi na viongozi wa ubalozi na viongozi wanaoongoza wa Tanzania kwa ujumla. Tunapeana taarifa tu, bwana vipi mtaa fulani kuna tukio lolote, kama kuna tukio basi ina maana kwamba tunapeana taarifa on time ili tusiweze kufika pale, na tunajaribu tu kupunguza mizunguko mingi ya kuzunguka bila sababu. Kama mimi niko ofisini saa hizi nafanya kazi, nikitoka hapa moja kwa moja straight nyumbani, hakuna ile vigenge. Hiyo ndo tahadhari iliyokuwepo, na pia tuko kwenye magroup. Hayo magroup yanatuweza kutusaidia kwamba tunajua wako wapi na clip ipi ni ya zamani, clip ipi ni ya ukweli. Tunafuatilia pia vyombo vya habari. Hizo ndo kitu ambacho kinachoendelea mpaka dakika hii kwa upande wetu sisi. Bila shaka una marafiki wa Afrika Kusini wengi tu hapo ambao mpo nao karibu. Wewe ukizungumza nao, wao wanakuambia nini, na wanadhani kwamba hiki wanachokifanya ndio suluhisho? Hapana, hili sio suluhisho, na sio wote ambao wanakubaliana na hayo masuala ya xenofobia, kwa sababu wengi tunafanya nao kazi na wengi wamekuwa ni watu ambao wanaingiza hela kupitia sisi na sisi tunaingiza hela kupitia wao. Mimi ni graphic designer. Kwa hiyo kwa mfano labda kama nikiwa sijafungua ofisi, ina maana kwamba wao hawapati artworks, na wasipopata artworks ina maana kwamba hawapati kutengeneza pesa. Kwa hiyo hawawezi kuendana na hili. Hili ni swala ambalo la watu wachache tu, hata kama ni South Africa ni asilimia ndogo sana ambao wamekuwa wakifanya masuala hayo ya kibaguzi na nini. Ni watu ambao wenye akili ndogo, na hasa wale ambao wanatoka KZN, ambao wanatoka mashambani, sio wale wa mjini. Watu wa mjini ni watu ambao wako very charming na wako very yani cooperate nao vizuri tu, hakuna tatizo kwa upande wa hawa ambao marafiki zangu ambao wamenizunguka wa Kiafrika Kusini. Sasa Mchao, hii sio mara ya kwanza kwa vitendo hivi vya uvamizi dhidi ya wageni kufanyika hapo Afrika Kusini. Hii inawapa picha gani kuelekea mbele? Hii inatupa picha tu ni kwamba tuendelee kujipanga zaidi. Kama unaishi hapa, basi maisha yetu ndio yameshakuwa hapa, lakini tuinvest na nyumbani. Hii kama itatokea itakuwa ni balaa zaidi, basi turudi nyumbani na tuwe kwenye mikono salama. Tusirudi nyumbani tena na kuanza upya. Hata mimi imenipa ari kwamba ni invest zaidi nyumbani, niwe na mali nyumbani na niwe na mali hapa. Kama za hapa nikizikosa, basi niweze kupata muda wa kuweza kurudi nyumbani na kuweza kuanza upya na kuweza kufanya shughuli zangu. Lakini kwa sasa mimi kwa upande wangu nasema mimi bado nipo sana. Tutaendelea kukua hapa kwa sababu tumesha invest, tushapoteza muda mwingi. Wateja wangu wakubwa
kubwa, giza hela nyingi nikiwa hapa, mzunguko wa pesa huko hapa. Kwa hiyo sidhani kama ni kitu cha muda mrefu, kitaendelea kwa muda mrefu, itaisha tu na mambo yatarudi kama kawaida. Naam, huyo ni Emson Mchau, Mtanzania anaishi Johannesburg, Afrika Kusini. Taarifa hiyo ya Afrika Kusini, chuki dhidi ya wageni, imeibua hapa hisia mseto katika ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Frank Shayo wa Arusha Sakina anasema Afrika Kusini wamesahau walikotoka. Nason Evarist anasema mbona Afrika ni moja na wakati wa kupambania uhuru tuliwasaidia kupata uhuru watu kuwafanyia hivi. Naye Frank Henry Rwegoshora anasema kila sehemu vita mpaka lini tunahitaji amani. Lakini Mbaraka Moshi anasema Afrika Kusini fateni utaratibu kuhusu wageni. Nikoraus Baba Furola naye anasema ukiona moshi ujue nyuma kuna moto. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alaani matukio ya chuki dhidi ya wageni yanayojiri katika baadhi ya miji ya Afrika Kusini. Tume ya uchunguzi kuhusu vurugu za wakati wa uchaguzi mkuu Tanzania leo imetoa ufafanuzi zaidi, ikisisitiza uwajibishwaji uwe wa haki. Rais wa Marekani amedai Iran imesema iko karibu kuporomoka na kumtaka afungue mlango bahari wa Hormuz, lakini Iran inasema Marekani imeomba mazungumzo zaidi ili kusitisha vita. Hii ni BBC. Barabara kabisa. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, bado haujachelewa. Haya ni matangazo ya moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jioni leo upo nami David Inke na mwenzangu ni Caro Robi akiwa pale Nairobi. Tuende mbele ambapo bunge la kitaifa limeidhinisha miswada miwili kuhusu mkataba wa amani wa DRC na Rwanda na ushirikiano wa kimkakati wa DRC na Marekani, huku wabunge 371 kati ya 372 wakipiga kura ya ndio. Ripoti ya kamati ya pamoja, ikiwa ni pamoja na marekebisho na mapendekezo kadhaa, pia ilipitishwa ili kuimarisha mikataba ya Washington inayolenga amani, ustawi, uwajibikaji na manufaa yanaonekana kwa watu wa DRC. Baada tu ya kuidhinishwa na mabunge yote mawili, miswada hiyo sasa itatumwa kwa Rais Felix Tshisekedi ili kuwa sheria rasmi. Chube Ngorombi na taarifa zaidi. Ni baada tu ya kuidhinishwa na mabunge yote mawili ndipo mswada hiyo itawasilishwa kwa Rais Tshisekedi ili kutangazwa na kuwapa nguvu kamili ya sheria. Kati ya wapiga kura 372, 371 walipiga kura mmoja tu ndiye aliyepiga kura ya kupinga kulingana na takwimu rasmi. Hakuna mjadala wa maana juu ya mikataba hii miwili ilifanyika. Hatua hii iliyotekelezwa nchini Kongo imezua maoni kadhaa. Ni ya mzuri, lakini wanazoea kutuambia kama mambo inatembea vizuri vile, tena wanakuya wanabadilisha. Ile ndio inatusumbuaka sana sisi wakaaji. Mikataba imekuwa mingi ndani ya nchi yetu bila mafanikio. Tunapenda tu ni amani. Napinga mipango ile kwa sababu mara mingi wanaifanya na unafiki sana. Tunaomba waitimize. Kama wakaaji wa Kongo tunapenda amani ikue katika nchi yetu. Mnamo Jumatatu Aprili 13, bunge lilitangaza maadhinisho hayo mawili kuwa yatakubalika na kuyatuma kwa kamati ya pamoja iliyotajwa hapo juu. Miswada hii iliwasilishwa na kutetewa na waziri wa masuala ya kigeni Therese Kaikwamba Wagner. Makubaliano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani yanaanzisha ushirikiano wa kimkakati kati ya sekta muhimu kama vile madini, nishati, miundombinu na usalama. Inatoa mfumo wa ushirikiano uliopangwa unaoambatana na mifumo ya pamoja ya ufuatiliaji, huku ikihakikisha heshima kwa mamlaka ya kitaifa. Sengiwan leo, mwanachama wa Bireki kutoka mashariki mwa DRC, pia hapa ameelezea mtazamo wake. Nafurahi sana kwanza na wanabunge na inji tulikuwa tunasubiri. Hawezi kukubaliana kwa mambo ambayo itatutatiza sisi kama wanainji. Alafu kumbe ikwe mazuri kwa ngambo zote na ya kuridhisha, iwe Marekani, iwe Rwanda, iwe DRC Kongo, tunafurahi sisi. Nakala ya pili ilihusu mkataba wa amani uliohitimishwa tarehe 27 Juni 2025 kati ya DRC na Rwanda. Inalenga kukomesha uhasama, kutenganisha vikosi pamoja na
na kuanzishwa kwa utaratibu wa pamoja wa kuratibu usalama kwa lengo la kuleta utulivu wa kudumu katika eneo hilo. Wakati wa mijadala ya kukubaliwa, manaibu kadhaa walisisitiza juu ya umakini wa wabunge na udhingatiaji mkali wa ahadi, haswa kwa upande wa Rwanda. Kwa hayo, upinzani unazingatia kuwa mazungumzo ya kitaifa ndiyo yanayofaa kuokoa taifa la Kongo katika hali ya ukosefu wa usalama. Ameeleza hayo Diem Merci Mungwakongwa kutoka upinzani wa Lamuka. Wanakuwa wakisaini tu huko mikataba, lakini huku mashariki mwa DRC kila siku ni masasi. Ndo sisi kama vile upinzani tunasema kama Dialogue National Inclusive italeta suluhisho kuliko kuendelea kusaini mambo, kudhani kama amani ya Kongo itatoka mashariki ama kaskazini ama magharibi. Amani ya Kongo itatoka tu hapa Kongo pamoja na Wakongomani. Naye Justin Mwanatabu, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama, hapa pia ameeleza mtazamo wake. Tunawapongeza na kuwaomba waendelee katika njia hiyo, sababu hakuna kile ambacho vita inaendeleza isipokuwa kufanya kwamba maisha yazoroteshwe kabisa. Ni kusema tunawapongeza na kuwaomba waendelee katika njia hiyo kusudi watu ambao wanalalamika kila siku kulia kwa ajili ya vita na wengi ambao wamechoshwa, inabidi basi watu wafike kwa kukaa pamoja na kuzungumza, sababu mambo yote yanamalizika tu kwa mazungumzo. Haya yanaripotiwa wakati Umoja wa Mataifa ukitangaza kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa ina takriban wakimbizi wa ndani zaidi ya milioni 6 kati ya watu wanaokadiriwa kuwa milioni 113. Takwimu hii inaiweka nchi hiyo ya 5 duniani miongoni mwa mataifa yenye idadi kubwa ya watu waliokimbia makazi yao nyuma ya Sudan, Syria, Afghanistan na Ukraine, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Chubengorombi, Tira Dunia, BBC, Goma. Tukitoka huko DRC tunaangazia macho sasa mzozo wa Mashariki ya Kati, ambako rais wa Marekani Donald Trump amedai Irani imesema iko karibu kuporomoka na kutaka afungue mlango bahari wa Hormuz. Lakini waziri wa mambo ya kigeni wa Iran amesema Marekani imeomba mazungumzo zaidi ili kusitisha vita na kusisitiza kwamba Marekani haijafikia malengo yake. Alitoa matamshi hayo wakati wa ziara yake nchini Urusi, ambako alimshukuru Rais Vladimir Putin kwa msaada kwa nchi yake. Nchini Iran, athari za kiuchumi zinatokana na vita kuzidi kuongezeka. Taarifa ya Lais Dosit inawasilishwa na Hamid Abubakar. Taarifa hii inapeperushwa kwa sharti kwamba isitumike kwenye idhaa ya Kiajemi ya BBC. Onyo hili limetolewa kwa mashirika yote ya kimataifa na vyombo vya habari yanayofanya kazi nchini Iran. Ni wimbo wa pongezi kwa jeshi la usalama la Iran, ikiwa ni wimbo wa mashujaa. Wanajitokeza kila siku katika viwanja vya Tehran wakiitikia wito wa serikali yao wa kutuma ujumbe kwa adui. Hata wanajeshi wamejitokeza wakiwa kwenye pikipiki na kuinua bunduki zao kama ishara. Usiku wa leo kuna majadiliano pia mjini humo ya kujadili iwapo Iran itafanya mazungumzo na Marekani, ila swala la kutoaminiana limetia shauku kubwa. Ni bora kama mazungumzo hayatafanyika. Vita vinapaswa kuendelea hadi Marekani na Israel zitakaposhindwa. Lakini watu wa Iran wanateseka. Hakuna matatizo na uchumi, na tunataka Marekani iondoke Mashariki ya Kati. Mitaani maumivu yanaongezeka, bei zinapanda na kazi hakuna. Lakini viongozi wa Iran wanasisitiza kwamba watastahamili hali. Raia wengi wa Iran wanatuambia hawataki kuzungumza kwenye kamera. Usalama unaonekana kuimarika zaidi wakiwa hawarekodiwi kwa kamera. Wengi wanatuambia wanachokifikiria. Vita vinaweza kusaidia kubadilisha utawala. Ninaamini vita ni bora zaidi, na hiyo ni bora zaidi kuliko hali hii. Raia wengi wa Iran wanatuambia hawaamini kwamba usitishaji mapigano huu usiotabirika utadumu, na ikiwa vita vitarudi kutakuwa na mashambulizi zaidi ya Marekani na Israel kwenye maeneo ya kijeshi. Lakini pia inaonekana wazi kwamba raia watateseka. Katika mtaa huu mjini Karaj, nyumba nyingi ziliharibiwa. Watu 17 waliuawa, wakiwemo 8 kutoka familia hii.
Nataka kujua kosa lao lilikuwa lipi. Ni dhambi gani ambazo mdogo wangu, baba yangu na dada yangu walifanya hadi kuuawa kwa makombora mawili? Tazama nyumba hii kuanzia juu hadi chini. Je, unaona kambi zozote za kijeshi hapa? Hili ni eneo la makazi. Ni vigumu kwetu kubaini katika ziara moja kama kulikuwa na eneo lililolengwa la kijeshi hapa. Katika makaburi makuu ya Karaj ni nyuso ya vita hivi. Upande huu ni makamanda wakuu na wafanyikazi wa usalama. Katika makaburi mapya karibu na hapa, wengi wao ni raia. Familia ya watu 8 imezikwa hapa. Karibu nao familia ya watu 15 wakiwemo watoto 6. Kando ya makaburi hayo kuna majadiliano kuhusu kama mmoja wa wanaume hao alifanya kazi na jeshi la Iran. Kwa sasa maisha yamesimama. Hakuna vita, lakini hakuna amani pia. Hakuna uhakika wa kitakachofuata. Kitafakari hayo msikilizaji, na rudi kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuona maoni ambao umetutumia hapa. Matisho Junior Matisho ukiwa kule Mwanza, Tanzania, asante sana kwa kuwa nasi. Robo Mchina fundi simu wa Mpanda Katavi unasema Marekani ondoa vikwazo dhidi ya Iran na uvimalize vita. DX Papasi anasema Afrika Kusini wamejua kukosea heshima wa Afrika wenzao, inauma sana. Nikushukuru pia Kiswiti Boy. Miraji Mwana wa Kibinda unasema unategea sikio matangazo haya kupitia Radio 1. Nikushukuru Dominic Mali. Jafari Kopo ukiwa kule Moshi, Tanzania unasema Afrika ni moja, tusibaguane. Asante Eugene Job Mwale. Musa Joel Petro kwa kule Tarime, Tanzania. Melo Supo kwa Iringa, Tanzania unasema tume imeongeza machungu na maswali mengi zaidi. Dedatas Diloy ukiwa kule Kigoma, Tanzania, na Isa Juma ukiwa Mbeya, asanteni sana kwa kutegea sikio matangazo haya ya Dira ya Dunia. Pia vile namuona Semakula Emad anasema anatupata moja kwa moja kutoka Arusha 6 Ways, naye yuko kule Tanga, Tanzania. Nikushukuru pia Aisa Sambo mpenda amani ukiwa Tanzania. Lakini sasa namuona Shoaib Ibrahim tayari ashapasha misuli yake tayari kukupasha taarifa za michezo. Namo asante. Aliyekuwa beki wa Liverpool na timu taifa ya soka ya England Jamie Carragher amesema kaimu mkufunzi wa Manchester United Michael Carrick atainua United kama kocha mkuu wa kudumu msimu ujao kufuatia mafanikio yake msimu huu kama kocha wa muda. United wanakaribia kurejea katika ligi ya mabingwa Ulaya baada ya kujimarisha kwenye nafasi ya kufuzu kufuatia ushindi wao wa bao 2-1 dhidi ya Brentford usiku wa kuamkia leo. Huku wakisalia na mechi 4, United walio katika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa jedwali la EPL wanahitaji tu pointi 2 kuthibitisha nafasi yao kushiriki mashindano ya ligi ya mabingwa msimu ujao. Kwa sasa wako pointi 11 mbele ya Brighton walio katika nafasi ya 6 na wanaweza kuhakikisha watacheza soka la Ulaya msimu ujao iwapo wataondoka na pointi 3 weekend hii watakapoalika watani wao Liverpool. Kocha wa muda Carrick sasa amewasaidia United kushinda mechi 9 kati ya 13 tangu wachukue wadhifa huo mwezi Januari, na Carragher anatarajia kuwa kiungo huyo wa zamani wa United atapewa kazi hiyo ya kuwatilia makali the Red Devils kama kocha wa kudumu kutokana na matokeo yake ya kuvutia. Na kipa wa Algeria Lucas Zidane huenda asicheze michuano ya kombe la dunia mwaka huu baada ya kujeruhiwa utaya na kidevu wakati akichezea klabu yake ya Granada katika ligi ya daraja la pili nchini Uhispania. Mchezaji huyo ambaye pia ni mtoto wa nguli wa zamani wa Ufaransa Zinedine Zidane alitolewa nje baada ya kugongana na mpinzani wake wakati timu yake ilipochapa bao 4-2 nyumbani na Almeria siku ya Jumapili. Luka mwenye umri wa miaka 27 anatarajiwa kukosa msimu uliosalia na anaweza kuwa nje kwa muda mrefu zaidi ikiwa atahitaji kufanywa upasuaji. Mchezaji huyo ndiye golikipa chaguo la kwanza wa timu taifa ya Algeria ambao watafungua safari yao katika mbio za kuwania kombe la dunia hapo Juni 16 kwa kucheza dhidi ya mabingwa watetezi Argentina. Na pale ugani Etihad, beki wa England John Stones ataondoka Manchester City mwishoni mwa msimu huu baada ya kushinda mataji 19 ndani ya takriban miaka 10 katika klabu hiyo. Stones ambaye mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu huu ameichezea City mechi 293 tangu ajiunge nao kutoka klabu ya Everton kwa pauni takriban milioni 48 mwaka 2016. Mchezaji huyo wa kimataifa wa England alikuwa mchezaji wa pili kusajiliwa
iliyoundwa na kocha Pep Guardiola alipohamia Manchester City na kuwa beki wa pili ghali zaidi duniani wakati huo. Na mashindano ya klabu bingwa Ulaya yanarejea usiku huu, huku mashindano hayo yakiingia katika hatua ya nusu fainali. Leo mabingwa wa Ujerumani Bayern Munich watakuwa ugenini kucheza dhidi ya mabingwa watetezi PSG kwenye mkondo wa kwanza katika mechi ambayo imetajwa kama fainali kabla ya fainali. Na katika tetesi, Barcelona imeanza mawasiliano na Atletico Madrid ili kufahamu msimamo wa klabu hiyo kuhusu uwezekano wa kumsajili mshambuliaji wa Argentina Julian Alvarez mwenye umri wa miaka 26. Mshambuliaji wa England Liam Delap mwenye umri wa miaka 23 anataka kubaki Chelsea na kupigania nafasi yake, huku klabu hiyo ikikabiliwa na maamuzi magumu na makubwa kuhusu safu yake ya ushambuliaji. Na nchini Ujerumani, Borussia Dortmund inakaribia kufikia makubaliano ya kumrejesha Jadon Sancho majira ya kiangazi, ingawa Aston Villa bado ina matumaini ya kumsajili mchezaji huyu wa England mwenye umri wa miaka 26. Ni hayo tu kwenye michezo kwa leo, msikilizaji. Mimi ni Shuaib Ibrahim. Ni saa 1 kamili Afrika Mashariki, 12 kamili Afrika Kati. Habari kuu jioni ya leo: katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa laani matukio ya chuki dhidi ya wageni yanayojiri katika baadhi ya miji ya Afrika Kusini. Hali mpaka dakika hii iko ina taharuki, yani chochote kitikitokea, ukimwona mtu anakimbia unaona, unahisi ni hao hapa wanajiita match to match. Yani ni chama cha siasa ambacho kimekuja kinaleta sera yao ya kukimbiza wageni ili wao waweze kupata fame, yani waweze kujulikana, waweze kupata wanachama kwenye chama chao. Tume ya uchunguzi kuhusu vurugu za wakati na baada ya uchaguzi mkuu Tanzania leo hii imetoa ufafanuzi zaidi, ikisisitiza uwajibikaji uwe wa haki. Asitolewe mtu kafara kwenye kuwajibishana, tuwajibishane, lakini asitolewe mtu kafara. Kwa hiyo sisi hatuamini kwenye uwajibikaji rejareja. Na Mfalme Charles anatarajiwa kulihutubia bunge la Marekani akiwa na ujumbe wa mara kwa mara wa Uingereza na Marekani kwamba zinapita katika njia moja. Na kama ndo mwanzo unajiunga nasi, karibu sana kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia tovuti yetu BBC News Swahili, lakini vile vile yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili, FM na redio shirika mbalimbali kanda ya Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu. Jioni hii ukiwa nami Karo Robi, nikiwa Nairobi, mwenzangu ni David Nkia akiwa kule Dar es Salaam. Umoja wa Falme za Kiarabu umetangaza kuwa unajiondoa katika kundi la OPEC na OPEC Plus, kundi la mataifa makuu yanayozalisha mafuta kwa wingi, baada ya kuwa mwanachama kwa takriban miaka 60. Leila Mohamed na taarifa zaidi. Hatua hiyo inatazamwa kama pigo kubwa kwa muungano huo, huku mchambuzi mmoja akieleza kujiondoa huko kama mwanzo wa mwisho wa OPEC. Waziri wa nishati wa taifa hilo la Ghuba alisema kuwa nchi isiyo na wajibu chini ya kundi hilo kutatoa uhuru zaidi wa kufanya maamuzi. UAE ilijiunga na OPEC mwaka 1967 na kuondoka kwake kutaacha muungano huo ukiwa na wanachama 11 pekee. Sol Kavonich, mkuu wa utafiti wa nishati katika shirika la MST Financial, alisema kwa kuondoka kwa UAE, OPEC inapoteza takriban 15% ya uwezo wake na mmoja wa wanachama wake watiifu zaidi katika kuzingatia makubaliano. Kulingana na takwimu za hivi punde kutoka OPEC, UAE inazalisha mapipa milioni 2.9 ya mafuta. Saudi Arabia, ambayo ndiyo kiongozi mkuu wa OPEC, inazalisha mapipa milioni 9. Wadadisi wanasema Saudi Arabia itapata changamoto ya kuimarisha umoja kati ya wanachama waliobaki wa OPEC na kimsingi italazimika kubeba mzigo mkubwa zaidi kuhusiana na uzingatiaji wa sheria za ndani na usimamizi wa soko peke yake, wakiongeza kuwa wanachama wengine wa OPEC wanaweza kufuata mkondo huo. Aliongeza kuwa hali hii inawakilisha mabadiliko makubwa ya kijiografia na kisiasa katika Mashariki ya Kati na masoko ya mafuta. OPEC iliundwa mwaka 1960 na nchi 5: Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia na Venezuela, na lengo lake limekuwa kuratibu uzalishaji ili kuhakikisha mapato thabiti kwa wanachama wake. Idadi ya nchi wanachama imekuwa ikibadilika kwa miaka mingi, lakini mbali na wanachama 5 waanzilishi, muungano huo pia unajumuisha Algeria, Guinea ya Ikweta, Gabon, Libya, Nigeria na Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Na kwingineko, mwenyekiti wa tume ya kuchunguza matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania
Jaji mkuu mstaafu Othman Chande amesema miongoni mwa mapendekezo ya watu waliowahoji ni kutaka uwajibikaji kwa wahusika bila ya mtu kuonewa, ikiwa ni sambamba na uwajibikaji wa binafsi na taasisi zote zilizohusika kwa namna moja au nyingine. Chande pia amesisitiza mamlaka kutizama kwa kina vyanzo vya matukio hayo, ikiwa ni pamoja na kukithiri kwa matukio ya watu kupotea, ikiwa ni mpaka sasa zaidi ya watu 265 hawajulikani walipo tokea mwaka 2023. Kinachosubiriwa kwa sasa ni mamlaka kuchukua hatua stahiki kulingana na mapendekezo ya tume hiyo, ikiwa ni pamoja na kutoa huduma za afya bure kwa waathirika na kuwa na siku ya maombolezo ya kitaifa, kama anavyoarifu hapa Egan Sala. Akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Jaji Othman Chande amesema suala la watu kupotea ni miongoni mwa sababu za yaliyotokea mwezi Oktoba, licha ya kwamba kupotea kwa watu kuna sababu mbalimbali. Swala hili la upoteaji linatukera sana, hata sisi, kila mtu namkera Tanzania hapa. Ndio maana imekuwa tumeliweka kwenye chanzo moja, katika chanzo kwenye masuala ya kijamii. Uwajibikaji pia umehimizwa kama ambavyo tayari waliwasilisha kwenye ripoti, kwamba asitolewe mtu kafara kwenye kuwajibishana. Tuwajibishane, lakini asitolewe mtu kafara. Kwa hiyo sisi hatuamini kwenye uwajibikaji rejareja. Tangu awali ilipoundwa tume hii, kulikuwa na shauku kubwa ya watu mbalimbali na makundi mbalimbali ndani ya jamii wakitaka taasisi za kimataifa kuruhusiwa kufanya uchunguzi na kuwasilisha ripoti zao. Profesa Ibrahim Hamis Juma, ambaye pia ni mjumbe wa tume, anaeleza. Sasa kama kuna tume ya kimataifa itakayokuja, kwanza lazima wawe na majadiliano na serikali ya Tanzania. Hiyo tume itakuwaje? Nguvu zake zitatoka wapi? Anapoomba nyaraka akikataliwa atafanya nini? Kwa mfano sisi ilikuwa nyaraka, mtu akitunyima nyaraka tuna uwezo wa kumlazimisha kama vile mahakama kuu inavyokulazimisha. Hilo ni moja ambalo ni jambo ambalo nimeona niligusie kwa sababu linazungumzwa sana, na hili jambo ni muhimu kwa sababu kazi ya tume ambayo Mheshimiwa Mwenyekiti amewaeleza ni kuainisha mambo ambayo ni vyanzo vya changamoto ambayo tumekumbana nayo. Sababu ya kuundwa kwa tume hii ilikuwa kubaini ukweli wa kilichotokea, lakini pia kuliponya taifa. Balozi Radhia Naima Msuya amesema siku ya kitaifa ya maombolezo haikwepeki. Serikali itenge siku ya kuomboleza. Unapopata msiba kama huu, kawaida mnataka muomboleze, muweze kukubali ule msiba. Wakati wa siku tatu za kile kinachoitwa kama matukio ya Oktoba, wanajeshi wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania walionekana mtaani wakishika doria, jambo lililozua maswali juu ya uwepo wao mitaani wakati huo. Balozi Paul Mela anasema Jeshi la Wananchi wa Tanzania lilitenda kazi kwa mujibu wa sheria. Kwa mujibu wa sheria iliyoundwa, inaruhusiwa kwenda kusaidia mamlaka, na upo utaratibu ambao umeelezwa pia kwenye section ya 22 ambayo inasema kwamba watakapokwenda pia wanakuwa na powers za polisi. Hawaendi kwenda kuwaondoa polisi alafu wao wafanye kazi ya polisi, hapana. Wanakwenda kuassist kwa kushirikiana na vyombo vingine ambavyo vipo. Wakati tume ikiendelea na jukumu la elimu kwa umma baada ya kuwasilisha ripoti, kinachosubiriwa ni mamlaka kufanyia kazi mapendekezo ya tume hiyo juu ya matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mwezi Oktoba mwaka wa 2025, ambayo tume wanasema yalipangwa, yaliratibiwa na kufadhiliwa. Egan Sala, BBC, Dar es Salaam. Tafakari haya ya Tanzania, msikilizaji, ni kupashe kuhusu ziara ya Mfalme Charles nchini Marekani, ambako Mfalme Charles anatarajiwa kulihutubia bunge la Marekani akiwa na ujumbe wa kuwa mara kwa mara Uingereza na Marekani zinapata njia ya kuja pamoja, akibeba wito wa maridhiano na kufufua mahusiano kati ya nchi hizo mbili. Ziara yake Marekani inakuja wakati uhusiano kati ya Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer ukiwa na mvutano kutokana na wanavyotizama mzozo wa Iran. Isabella Mwagodi na taarifa zaidi. Mfalme Charles na Malkia Camilla wanaendelea na ziara yao ya siku 4 nchini Marekani, leo ikiwa siku ya pili. Anatarajiwa kutoa hotuba yake katika bunge la Marekani. Inatarajiwa kwamba hotuba yake itagusia mahusiano ya kidiplomasia ya Marekani na Uingereza.
Tukio kuu la siku ya pili ya ziara ya serikali ya mfalme inajiri katika kipindi cha mvutano kati ya uhusiano wa Uingereza na Marekani, ambapo Rais Donald Trump amemkosoa vikali mara kwa mara Waziri Mkuu Keir Starmer kuhusu msimamo wake juu ya vita vya Iran. Ulinzi jijini Washington DC ni mkali mno, huku ziara hiyo ya kiserikali ikianza siku mbili tu baada ya mtu mwenye silaha kuvamia hafla iliyohudhuriwa na rais. Mfalme anatarajiwa kutoa pole kuhusiana na shambulio hilo katika hotuba yake. Ziara hiyo rasmi ambayo mfalme ameambatana na Malkia Camilla ni ya kwanza tangu ile ya Malkia Elizabeth wa pili mwaka 2007. Katika hotuba hiyo, mfalme pia anatarajiwa kusema kuwa katika nyakati za changamoto kubwa za kimataifa, ni muhimu zaidi kuliko wakati mwingine wowote kusimama pamoja ili kulinda msingi ya kidemokrasia. Hotuba yake pia itatoa wito wa maridhiano na uimarishaji upya wa ushirikiano kati ya Marekani na Uingereza na kutetea maadili ya pamoja, uvumilivu, uhuru na usawa. Mfalme atahimiza imani hizo zilindwe, iwe ni kupitia kuliunga mkono shirika la NATO au kuilinda Ukraine, kwa mujibu wa vyanzo vya kifalme. Mfalme atawaambia wabunge wa Marekani kuwa muungano wa nchi za Atlantiki umejengwa juu ya ukarimu, kueneza amani, kuimarisha maelewano na kuheshimu watu wa dini zote na wale wasio na dini. Hotuba hiyo imeandikwa kwa ushauri wa serikali na inatarajiwa kuchukua muda wa dakika 20. Hotuba yake inafanyika pia katika kipindi ambacho waathirika wa Jeffrey Epstein, mhalifu wa ngono aliyepatikana na hatia, wamesema kuwa mkutano na Mfalme Charles na Malkia Camilla ungeonyesha utu wa kibinadamu au hata tu kuwataja katika hotuba yake. Yeye ni mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Yeye ni mtawala wa kifalme na ndiye mfalme wa Uingereza. Anakutana na bunge la Marekani. Kwa kawaida, hotuba yake ina athari kubwa sana. Angebadilisha mtazamo ikiwa tu angefanya jambo moja: atutambue kwa kusema maneno mawili, ninaelewa. I understand. Mbunge wa chama cha Democratic Rock Hanna aliyedhamini kwa pamoja sheria iliyolazimisha wizara ya sheria ya Marekani kutoa faili za Epstein mwaka jana, amemtolea wito mfalme kukutana kwa faragha na waathiriwa ili kusikia kutoka kwao moja kwa moja kuhusu jinsi watu wenye mamlaka na taasisi walivyowavunja moyo. Katika barua yake, Hanna alisema mtandao wa Epstein ulikuwa na uhusiano mkubwa na Uingereza kupitia Ghislaine Maxwell, kupitia uhusiano wa Epstein na viongozi wa umma wa Uingereza na kupitia mduara ya kijamii na ya kisiasa alimokuwa akifanya kazi. Mbunge huyo wa California pia alibainisha kuwa wanachama wa Congress wamehitaji ushuhuda kutoka kwa kaka yake mfalme Andrew Mountbatten Windsor pamoja na Peter Mandelson, alikuwa balozi wa Uingereza nchini Marekani, kuhusu uhusiano wao na Epstein. Mountbatten Windsor alipokonywa vyeo vyake mwaka jana kutokana na uhusiano wake na Epstein, hawezi kulazimishwa na mahakama kwenda Marekani. Isabella Mogodi, Dira ya Dunia, BBC. Kwingineko, baraza la mawaziri nchini Uingereza limekuwa likimunga mkono waziri mkuu Sir Keir Starmer kabla ya kura ya wabunge kuhusu iwapo atakabiliwa na uchunguzi wa wabunge kuhusu madai yake yanayohusu kuchunguzwa kwa Lord Mandelson. Waziri mkuu huyo amekanusha shutuma kuhusu iwapo kuhakikiwa kwa jukumu la balozi wa Marekani kulifuata utaratibu unaostahili, na juu ya madai yake kwamba hakuna shinikizo lolote lililotumiwa kwa maafisa katika ofisi ya mambo ya nje. Elizabeth Kazibure na maelezo zaidi. Akiwahutubia wabunge wa chama cha Labour kwa hisia kali jioni ya jana Jumatatu, waziri mkuu wa Sir Keir Starmer ameielezea kura iliyopendekezwa na chama cha wahafidhina kuwa ni siasa tupu, akiwahimiza wabunge hao kushikamana pamoja dhidi yake. Imefahamika kuwa wabunge wa Labour wameelekezwa kulipinga pendekezo hilo. Kwa mtazamo wa sasa, si rahisi kwa kura hiyo kufanikiwa, kwani ingehitaji uasi mkubwa miongoni mwa wabunge wa chama cha Labour, hali ambayo hadi sasa haina dalili zozote za kujitokeza licha ya mijadala inayoendelea kuchochea hisia bungeni. Swali zito linalowakabili wabunge wa chama cha Labour wanaotafakari dhamira zao leo hii ni kwa nini waziri mkuu aukimbie uchunguzi huu? Kwa nini ajitahidi kuukwepa? Ikiwa hana jambo la kuficha, kwa nini kwa hakika ajaribu kuukwepa? Hata hivyo,
hivyo kura hiyo inatarajiwa kufanyika kufuatia ushahidi uliotolewa mbele ya kamati ya mambo ya nje na maafisa wawili wa zamani waandamizi serikalini, akiwemo aliyekuwa mkuu wa wafanyakazi wa waziri mkuu Morgan McSweeney pamoja na aliyekuwa mtumishi mkuu wa umma katika wizara ya mambo ya nje Sir Philip Barton. Inawezekana kuwa ushahidi wao ukaathiri mwelekeo wa mawazo ya baadhi ya wabunge. Juhudi za pamoja zilifanywa na ofisi ya waziri mkuu jioni ya Jumatatu kuhakikisha kuwa wabunge wa Leba wanaunga mkono msimamo huo. Miongoni mwa juhudi hizo ni pamoja na mawaziri wa baraza la mawaziri kuwapigia simu wabunge wa kawaida sambamba na viongozi waandamizi wa chama hicho, akiwemo aliyekuwa waziri mkuu Gordon Brown kutoa kauli hadharani kumuunga mkono waziri mkuu. Hoja ambayo wabunge wanatarajia kuipigia kura iliwasilishwa na kiongozi wa wahafidhina Kemi Badenoch na kutiwa saini pia na kiongozi wa Liberal Democrats Sir Ed Davey pamoja na wabunge kutoka vyama vya SNP, DUP na wabunge huru. Alisema kwamba hapatakuwa na shinikizo lolote lililowekwa ofisi ya mambo ya nje. Hata hivyo, inaonekana kuna ushahidi wa kutosha unaoashiria kuwa kulikuwa na shinikizo lililowekwa na ofisi hiyo ili kuharakisha mchakato huo kabla ya kukamilika kwa uhakiki na idhini za kiusalama. Aidha, Simon Case aliyekuwa katibu wa baraza la mawaziri wakati huo ameeleza kwamba uchunguzi kuhusiana na masuala ya usalama wa taifa ulipaswa kufanyika kabla ya Peter Mansell kuthibitishwa rasmi katika nafasi hiyo, jambo ambalo halikufanyika. Miongoni mwa hoja zinazotolewa ni msisitizo wa mara kwa mara wa Sir Keir kwamba taratibu zote za kisheria zilifuatwa kikamilifu katika uteuzi wa Lord Manderson. Iwapo hoja hiyo itapitishwa, swala hilo litachunguzwa na kamati ya haki na kinga ya bunge. Kamati hiyo ina mamlaka ya kuchunguza ukiukwaji wa kanuni za bunge, na mwaka 2023 iliamua kuwa aliyekuwa waziri mkuu Boris Johnson aliwapotosha wabunge kuhusu sherehe zilizofanyika Downing Street wakati wa janga la COVID-19. Kemi Badenoch amedai kuwa Sir Keir amelipotosha bunge mara kadhaa. Hata hivyo, msemaji wa Downing Street amekanusha madai hayo, akisema hayana msingi wowote na kusisitiza kuwa serikali inashiriki kikamilifu katika michakato miwili ya kibunge inayohusiana na uteuzi wa Lord Manderson kwa lengo la kuhakikisha uwazi zaidi. Siku ya jana, serikali ya Uingereza ilichapisha barua ya Septemba mwaka 2025 ambapo aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma Sir Chris Wormold amemwelezea waziri mkuu kuwa taratibu stahiki zilifuatwa katika uteuzi huo. Aidha, kamati ya mambo ya nje ilichapisha ushahidi wa maandishi uliowasilishwa na wizara ya mambo ya nje kwa ushirikiano na Ian Collard, aliyekuwa mkuu wa usalama katika wizara hiyo. Ushahidi huo unaeleza kuwa Collard alihisi kuwepo kwa shinikizo la kuharakisha mchakato wa kutoa idhini ya uchunguzi wa Lord Manderson kufuatia mawasiliano ya mara kwa mara kutoka ofisi ya waziri mkuu na wizara hiyo. Hata hivyo, imebainishwa kuwa Collard hakuwasiliana moja kwa moja na maafisa wa ofisi ya waziri mkuu wala hakuthibitisha iwapo shinikizo hilo liliathiri uamuzi wake wa kitaaluma au wa timu yake. Taarifa hiyo inaafikiana na maelezo ya Sir Ollie Robbins, aliyekuwa mtumishi mwandamizi wa umma katika wizara ya mambo ya nje hadi alipoondolewa madarakani na waziri mkuu. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira ya Dunia. Na msikilizaji, meli kubwa inayohusishwa na mmoja wa washirika wakuu wa rais wa Urusi Vladimir Putin imepita mlango wa bahari wa Hormuz, licha ya kwamba shughuli za usafiri wa meli katika mlango huo bahari zikiwa zimetatizika kwa miezi kadhaa sasa. Boti ya kifahari ya Nord yenye urefu wa mita 142 inahusishwa na bilionea wa Urusi Alexei Molchadov ilisafiri kutoka Dubai hadi Muscat, Oman mwishoni mwa juma lililopita, ikiwa ni mojawapo ya meli chache tu za kibinafsi zilizovuka bahari hiyo katika miezi ya hivi karibuni. Shoaib Ibrahim na maelezo zaidi. Tangu mwanzoni mwa wiki, maafisa wa Iran wamekuwa wakifanya mazungumzo ya ngazi ya juu na wenzao wa Urusi, huku mzozo kati ya Iran na Marekani kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz ukiendelea. Takriban 20% ya mafuta ghafi na gesi yanayotumiwa duniani husafirishwa kupitia mlango huo. Mordashov, ambaye ana uhusiano wa karibu na Rais Putin, hajaorodheshwa kama mmiliki rasmi wa meli hiyo
hiyo ya kifahari. Lakini rekodi za meli hiyo inayojulikana kama Nord zinaonyesha kuwa ilisajiliwa kwa kampuni inayomilikiwa na mkewe mwaka 2022. Kulingana na data za shirika la Marine Traffic, meli hiyo inayokadiriwa kuwa yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 500 iliondoka Dubai Ijumaa usiku na kuwasili katika pwani ya Al Mauj katika mji mkuu wa Oman, Maskat. Mzozo wa Mashariki ya Kati umesababisha kupanda kwa kasi kwa bei ya mafuta duniani, huku kiwango cha kimataifa cha mafuta ghafi kikipanda hadi dola 109 za Marekani kwa pipa siku ya Jumatatu. Iran imeendelea kudhibiti usafiri wa meli kupitia mlango wa bahari wa Hormuz baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kuwa vikosi vya Marekani vitaweka vizuizi katika bandari za Iran. Meli hiyo iliyosajiliwa nchini Urusi, hata hivyo, iliweza kuvuka na kupitia mlango wa bahari wa Hormuz licha ya meli zingine kuamua kutopitia mlango huo tangu kuanza kwa mzozo wa Mashariki ya Kati. Tangu Urusi kuanzisha vita dhidi ya Ukraine mwaka 2022, mataifa kadhaa ya Magharibi ikiwemo Marekani, Uingereza pamoja na Jumuiya ya Umoja wa Ulaya zimemwekea vikwazo Mordashov. Bado haijabainika wazi ikiwa bwenyenye huyo alikuwa kwenye meli hiyo wakati ikipita katika mlango wa Hormuz. Huku mazungumzo juu ya kufikia makubaliano ya kudumu ya kumaliza vita yakiwa yamekwama, uongozi mjini Teheran wiki hii unaonekana kuweka juhudi katika mazungumzo yake ya kidiplomasia na Urusi katika kile kinachotafsiriwa kama kuimarisha uhusiano wake na Urusi. Rais wa Urusi Vladimir Putin alikaribisha ujumbe wa Iran mjini St Petersburg siku ya Jumatatu, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisifu uhusiano wao wa kimkakati. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC. Na msikilizaji, ni takriban majuma matatu tangu ilipoibuka taarifa ya kifo cha mwanaharakati wa mitandao ya kijamii kutoka Marekani Ashley Robinson maarufu kama Ashley Jenner, kilichotokea visiwani Zanzibar na kuzua mjadala mitandaoni. Bado wengi wamekuwa wakifuatilia kujua nini haswa hatua zilizochukuliwa iwapo kitakachobainika kumuua na nani anayehusika. Jeshi la polisi visiwani humo awali lilielezea kwamba wanasubiri uchunguzi wa kitaalamu, yani postmortem, kabla ya mwili huo kusafirishwa kwenda Marekani, lakini pia wanadai kwamba wanamhoji mpenzi wake Joseph McCain. Mwandishi wa BBC Alfred Lastek amekuwa akifuatilia taarifa hiyo, na kwanza nimezungumza naye hapo awali na anaanza kwa kuelezea kama mwili wake kurejea Marekani ni taarifa ambazo zimethibitika. Kwa takribani masaa 24 yaliyopita kumekuwa na taarifa nyingi mtandaoni, haswa kwenye mitandao ya Marekani ikieleza kwamba mwili wa Ashley ulirejea Marekani siku ya Ijumaa na unatarajiwa kuzikwa wiki ijayo. Lakini taarifa hizi tumezifuatilia kwa karibu, hatujaweza kupata uthibitisho kutoka kwenye mamlaka za Zanzibar pamoja na ubalozi wa Marekani, sambamba na pia familia ya Ashley ambaye ndo wafiwa wakuu. Alfred, nini haswa tunachokifahamu kuhusu kifo cha Ashley ambaye aliripotiwa kupoteza maisha akiwa mapumzikoni visiwani Zanzibar? Ashley alifika Tanzania na alikuwa ameambatana na mpenzi wake ambaye walikuja kwa ajili ya mapumziko visiwani Zanzibar, na ilipofika tarehe 9 iliripotiwa kwamba Ashley alipoteza maisha baada ya kile ambacho wanaeleza kwamba chanzo kilikuwa ni ugomvi wa hao wawili, na katika hoteli walikuwa wamefikia, Ashley na mwenzake walitengwa vyumba, na baadaye taarifa ikaja kwamba Ashley amejinyonga na kupelekwa katika hospitali moja hapo Zanzibar kwa ajili ya matibabu, lakini baadaye jeshi la polisi lilithibitisha kwamba alifariki katika hospitali hiyo. Tunafahamu mkuu ukifuatilia vizuri kabisa, mamlaka za pale Zanzibar zinasema nini haswa kinachoendelea? Awali mamlaka visiwani Zanzibar ilieleza kwamba wanaendelea na uchunguzi, na walieleza kwamba pia serikali kupitia kwa wataalamu wa afya walikuwa wanaendelea na uchunguzi wa kiafya, maana ya postmortem, kuweza kubaini nini haswa kilimsibu Ashley, lakini pia wanaendelea kumhoji aliyekuwa mpenzi wake kwa maana ya Joseph McCain, na hawakusema kwamba wanamshikilia, japo wamekuwa wakisisitiza kwamba wanamhoji, na sakata hilo lilikuwa ni katika kipindi cha wiki iliyopita, ambapo ndipo walitoa taarifa ya mwisho kuhusiana na issue nzima yote ya Ashley. Kumekuwa na tamko lolote la familia ama hata ubalozi wa Marekani kuhusiana na kile kinachoendelea?
Mpaka sasa hatujaona taarifa yoyote mpya kutoka kwa familia ambao awali walitoa taarifa ya kueleza masikitiko yao ya mtoto wao ambaye alifika nchini Tanzania kwa ajili ya mapumziko, na walisema kwamba ni kipindi ambacho kilikuwa ni kizuri cha furaha, ambapo alikuwa anakuja kusherehekea siku yake ya kuzaliwa, lakini pia kuungana na mpenzi wake ambaye alitarajia kumvisha pete, na swala hilo la kuvisha pete lilifanyika. Lakini baadaye likatokea swala la huzuni ambalo familia ndio lilieleza kwenye taarifa yake, lakini mpaka sasa familia haijatoa taarifa mpya. Lakini pia tumekuwa tukitafuta kitengo maalum cha mawasiliano cha Marekani ambacho kimekuwa kikitueleza kwamba kinafuatilia, lakini kwa bahati mbaya hawezi kutoa taarifa zaidi kwa sababu masuala mengi yanahusiana na sakata hilo ni ya siri na ya mtu binafsi. Sasa nini haswa ambacho tutarajie katika siku zinazokuja kuhusiana na sakata hili? David, hili swala limekuwa na mjadala mkubwa sana mtandaoni. Si Tanzania, si Marekani, si Afrika. Ukifahamu kwamba Ashley alikuwa ni mwanaharakati wa mtandaoni ambaye ni maarufu, na alikuwa anajulikana sana maeneo mbalimbali duniani ikiwemo zaidi Marekani, na bado watu wana hamu ya kufahamu nini haswa kilitokea. Kwa hiyo kuna mjadala bado, na wenye kutoa ufumbuzi wa hili ni mamlaka za Zanzibar, ambapo Ashley ndipo alipopoteza maisha. Na huyo ni Alfred Lastek hapo akizungumza na mwenzangu David Nkia. Na tukiachana na hayo, Urusi inasema hali nchini Mali inasalia kuwa tete baada ya wanamgambo wa kijihadi na Watuareg wanaotaka kujitenga kwa kaskazini mwa Mali kufanya mashambulizi makali mwishoni mwa juma lililopita. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema wanamgambo wanajikusanya na hawajaachana malengo yao kufanya mashambulizi tena. Ahmed Bahaj na taarifa zaidi. Mamluki wa Urusi ni miongoni mwa vikosi vinavyounga mkono serikali ya Mali ambao walifurushwa katika maeneo kadhaa na wanamgambo hao. Kiongozi wa Mali aliyenyakua madaraka miaka 6 iliyopita kwa mapinduzi ya kijeshi, Jenerali Assimi Goita, hajaonekana wala kuzungumza hadharani tangu mashambulizi yaliyozuka wiki iliyopita, na shirika moja la ndege nchini Mali limesitisha safari zake kutoka na kuelekea kaskazini na kati mwa Mali. Urusi imesema inataka amani na uthabiti kurejea Mali haraka iwezekanavyo, huku jeshi likionya kuwa waasi walioteka mji muhimu wa Kidal wanajikusanya upya kwa lengo la kufanya mashambulizi mengine. Waziri wa ulinzi wa Mali aliuawa mwishoni mwa wiki iliyopita na ikulu ya rais kulengwa katika mashambulizi ambayo Urusi inayataja kuwa jaribio la mapinduzi. Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema hali nchini Mali ni ngumu, ila ni muhimu kwa Mali kurejea katika hali thabiti na ya amani hivi karibuni, lakini amekataa kuzungumzia iwapo mamluki wa Urusi wataweza kurejesha hali hiyo nchini humo. Akiulizwa kuhusu aliko kiongozi wa Mali Jenerali Goita, Bwana Peskov amewaambia waandishi wa habari kutafuta taarifa hizo nchini Mali na wala sio Kremlin. Taarifa ya Wizara wa Ulinzi ya Urusi hata hivyo imesema kikosi cha mamluki kwa ajili ya Afrika kilichoko Mali kitaendelea na majukumu waliopangiwa na wako tayari kukabiliana na mashambulizi kutoka kwa wanamgambo na kuhusika katika operesheni za kijeshi na kuharibu watakaotambulika kwa maadui. Naibu waziri wa mambo ya nje ya Urusi Georgi Borisenko amesema kuwa majeshi ya Urusi yalipoteza baadhi ya maafisa wake katika mashambulizi kadhaa yaliyofanywa na waasi katika maeneo mengi nchini humo, na kuwa kikosi hicho kilizidiwa nguvu na kikosi kilichokuwa na idadi kubwa zaidi ya wapiganaji baada ya kupigana kwa zaidi ya saa 24 na hivyo kulazimika kuondoka mjini Kidal, uamuzi uliochukuliwa na viongozi wa Mali. Wachambuzi wanasema mashambulizi ya hivi punde ndio makali zaidi kushuhudiwa nchini Mali tangu mwaka 2012 ambapo wanamgambo walishindwa nguvu na kikosi kilichokuwa kikiongozwa na Ufaransa, wakoloni wa zamani wa Mali ambao waliondoka Mali na nchi kadhaa za ukanda wa Sahel. Na kwingineko, washambuliaji wenye silaha wamewaua takriban watu 29 katika shambulizi dhidi ya kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa jimbo la Adamawa nchini Nigeria. Kundi la Islamic State IS limesema ndilo lililohusika na shambulio hilo bila kubainisha nia yake. Serikali katika jimbo hilo imesema shambulizi hilo lilidumu kwa saa kadhaa huko Guyaku, kijiji kilichopo katika eneo la serikali ya mtaa wa Gombe. Zaidi na Martha Saranga. Mamlaka na wakazi wa eneo hilo wanasema wanamgambo hao walivamia uwanja wa mpira ambapo watu walikuwa wamekusanyika na kufyatua risasi hovyo kabla ya kuchoma nyumba, maeneo ya ibada na pikipiki. Gavana wa jimbo hilo Ahmadu Umaru Fintiri alisambaza picha zake akiwasili katika eneo la tukio, akielezea shambulio hilo kama udhalilishaji kwa ubinadamu. Akikagua uharibifu katika eneo hilo, msemaji wa gavana amesema kwamba bado kuna hali ya wasiwasi, huku watu wengi wakiwa bado na huzuni kubwa. Familia nyingi zimetelekeza nyumba zao kwa wasiwasi wa mashambulizi zaidi. Serikali imesema inaimarisha shughuli za usalama
usalama mara moja ili kurejesha amani na kuhakikisha kila mkazi anajihisi salama nyumbani kwake. Eneo lenye utulivu linalopakana na Kamerun limeshuhudia mashambulizi ya mara kwa mara ya magenge ya uhalifu wa ndani na washirika wa IS katika miaka ya hivi karibuni. Mapema mwezi huu, takriban watu 400 walihukumiwa wakati wa kesi kubwa inayohusishwa na wanamgambo wa Kiislamu wa Boko Haram na kundi linalopingana nalo katika eneo la Afrika Magharibi, ISWAP. Mnamo mwaka 2009, Boko Haram ilianzisha uasi kaskazini mashariki mwa Nigeria na kusababisha vifo vya makumi kwa maelfu ya watu, huku zaidi ya milioni 2 wakitajwa kukimbia makazi yao katika miaka iliyopita, hii ikiwa ni kulingana na mashirika ya misaada. Mzozo wa wanajihad umeenea hadi nchi jirani za Niger, Chad na Cameroon. Serikali ya Nigeria iko chini ya shinikizo kubwa la kuzuia ongezeko la ukosefu wa usalama katika eneo hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika, ambalo pia limekuwa chini ya uangalizi wa kimataifa kabla ya uchaguzi mkuu wa nchi hiyo mwezi Januari. Mwishoni mwa mwaka jana, Marekani ilianzisha mashambulizi ya nguvu dhidi ya wanamgambo wanaohusishwa na IS kaskazini magharibi mwa Nigeria na kupelekea kuuawa kwa baadhi yao. Nam, shukran sana Martha Saranga kwa taarifa hiyo ambayo ndo inatuhitimishia matangazo ya Dira ya Dunia Jumanne hii, msikilizaji. Lakini sio mwisho wa matangazo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kina Roncliffe Odit wanajiandaa kukuletea matangazo ya Dira ya Dunia TV ikifikia hapo saa 3 usiku kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili, lakini pia itakuwa kupitia TV wa shirika Star TV kule Tanzania na K24 hapa nchini Kenya. Yataletwa kwako na mtangazaji kinara Roncliffe Odit. Lakini kutoka meza hii ya Dira ya Dunia Radio, ni shukran za dhati kwa msimamizi wa matangazo Isabela Mwagodi. Leila Muhammad amekuwa ndo msomaji wako wa habari, mhariri Phyllis Mwate, mafundi wa mitambo Jonathan Mwangi kwa Nairobi, Salwambano kule Dar es Salaam. Mwenzangu ni David Nkia, mimi ni Karorobi. Shukran hadi hapo kesho panapo majaliwa. Kwa heri.